Naitwa Nduimana Nazer. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kiwanda cha Itracom Fertilizers Limited. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba nitambulishe kwako na kwa hadhara hii mwekezaji wa hiki kiwanda, ndugu Ntigachika Adrian, ambaye nimepata neema ya kumwakilisha kwenye hotuba hii. Mheshimiwa, nakuomba usimame uweze kupongea mikono hadhara hii. Jamani, naomba tumpigie makofi huyu mwekezaji. Mheshimiwa Rais, huyu ni Mwanaafrika kweli kweli. Huyu ni mwekezaji wa aina yake. Mimi na wafanyakazi wenzangu wote, maelfu na maelfu walioko hapa na wengine wako nchi mbalimbali, tungependa tumpongeze na tumshukuru kwa hatua hii ya kuwekeza hapa Tanzania. Angeweza kuamua kupeleka pesa yake benki na kuweza kufurahia na familia yake, lakini aliamua bila kusukuma na mtu yoyote kuwekeza mabilioni na mabilioni kwenye kiwanda hiki ili aweze kuinua maisha ya watu wengi na kuongeza tija kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais, kwa moyo wa furaha, shukrani na heshima kubwa, napenda kuwakaribisha nyote kwa niaba ya mwekezaji katika hafla hii adhimu ya uzinduzi rasmi wa kiwanda cha Itracom kinachozalisha mbolea za aina ya fomi, mbolea ambazo ni mchanganyiko wa malighafi za ndani lakini pia na mbolea za kawaida ambazo tumezizoea. Mheshimiwa Rais, uwepo wenu ni ishara ya mshikamano, ni ishara ya kwamba mkisema mnatekeleza. Mheshimiwa Rais, yaliyokuwa kama ndoto leo yamekuwa yametimizwa. Ni furaha tele kwamba leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 mnazindua rasmi kiwanda kikubwa Afrika Mashariki lakini Afrika nzima, kwa maana ya kiwanda ambacho kinazalisha mbolea za mseto organomineral fertilizers. Ni kiwanda ambacho kina uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka, lakini pia kina uwezo wa kuzalisha tani 100,000 ya choka kilimo kwa ajili ya kupambana na tindikali ya udongo. Mheshimiwa Rais, ilikuwa mwaka 2020. Mwekezaji huyu alipata neema kubwa, ukampokea wewe mwenyewe ukiwa bado makamu wa rais. Alikuja na nia kuwekeza Tanzania. Wakati huo ulimtia nguvu, ukamwambia kwamba mazingira wezeshi yapo, asihofu, asibabaike, awekeze Tanzania, kila kitu kikakuwa shwari. Mheshimiwa Rais, kwa msimamo wako thabiti, ulihakikisha kiwanda hiki kimepata vivutio vya uwekezaji, barabara nzuri, maji, umeme na kadhalika. Mheshimiwa Rais, tuseme nini? Hatuna cha kukulipa, bali tunakuombea Mungu akulinde, Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu katika juhudi zako za kila siku. Hakika wewe ni mfano. Hakika wewe ukisema unatekeleza, hakuna wa kulinganishwa na wewe Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, dhamira yako ni njema kwa wakulima na Watanzania wote. Naomba nitoe shukrani Mheshimiwa Rais kwa Rais Meja General Evariste Ndayishimiye, Rais wa Burundi. Naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya mwekezaji kumshukuru sana kutoka kwenye vilindi vya mioyo yetu, kwa niaba ya mwekezaji Meja General Mustafa Evariste Ndayishimiye. Haya yote tunayoyaona leo yamewezekana kwa sababu umekubali, umemruhusu, umembariki na umemtia nguvu mwekezaji Bwana Ntigachika Adrian. Ungeweza kukataa na kusema tunakuomba kwanza ukapanue kiwanda cha Burundi, lakini ili kupendeza ukamruhusu akaja akawekeza Tanzania. Hii ni ishara ya kwamba unapenda wawekezaji, unapenda watu ambao ni wachapakazi. Mheshimiwa Rais, uzalishaji wa kiwanda hiki nimeshasema kama na uwezo wa kuzalisha tani milioni 1, lakini ningetaka kwa maneno mafupi sana, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, niseme kabisa mbolea hizi jinsi ndivyo za kipekee na ni tofauti. Ni mbolea ambazo zinaboresha afya ya udongo,
ni mbolea ambazo zinaongeza mavuno, ni mbolea ambazo zinatengenezwa kwa mchanganyiko wa mbolea za asili kwa maana ya choka kilimo, samadi, phosphate, jasi na kadhalika, lakini kuna virutubisho ambazo tunavipata kwenye mbolea ambazo tumezizoea kama DAP na urea. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kina faida nyingi. Naweza nikataja nikachoka, lakini nizungumzie kidogo tu. Kuna ajira ambazo zimeshatengenezwa hapa Mheshimiwa Rais. Zaidi ya ajira 1800 za moja kwa moja zimeshatengenezwa katika kiwanda hiki. Hili ni jambo la kujivunia Mheshimiwa Rais. Tayari kuna ajira zisizo moja kwa moja ambazo ni zaidi ya 3000. Mheshimiwa Rais, lengo la mwekezaji ni kufikia ajira za moja kwa moja 3000, lakini na zile ambazo sio za moja kwa moja mpaka kati ya 10,000 na 15,000. Mheshimiwa Rais, najua muda sio mwingi, lakini nichukue fursa hii kuweza kushukuru. Naomba nishukuru kwanza kabisa Wizara ya Kilimo na Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo. Mheshimiwa Rais, huyu ni waziri ambaye akisema anatekeleza. Ni waziri ambaye msimamo wake hautikisiki, anasimamia maono yake na anatekeleza. Serikali yako Mheshimiwa Rais imeweza kusaidia wakulima kwa mfumo wa ruzuku. Wanapata mbolea kwa bei nafuu na wanajivunia mchango wako kwenye sekta ya kilimo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Wizara ya Kilimo imefanya jambo kubwa kuweza kuwawezesha wakulima, lakini ni kwa sababu wewe Mheshimiwa Rais imekupendeza ukaweka ruzuku kwenye mbolea. Mheshimiwa Rais, sisi kama viwanda tunakushukuru kwamba tumepewa vipaumbele. Tunajua kwamba malengo yako ni mazuri kwenye viwanda vya ndani. Tunakushukuru na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Siwezi kukosa kushukuru taasisi tofauti za Wizara ya Kilimo. Siwezi kukosa kumshukuru Bwana Joel Laurent wa TFRA. Siwezi kukosa kuwashukuru taasisi za TARI ambazo zimeshirikiana na Itracom katika utafiti, taasisi za Torita, taasisi za Triti. Hawa wote wameungana katika kuweza kubuni na kutengeneza mbolea. Leo tarehe 28 tayari Mheshimiwa Rais tunazo aina 14 za mbolea. Hii haijawahi kutokea ndani ya miaka 2-3. Mheshimiwa Rais, niombe nichukue fursa hii kwa dakika moja tu, dakika 0. Nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Rosemary Stakse Nyamuri kwa ushirikiano na support yake. Ametusaidia, ametuunga mkono na mkoa na watendaji wote. Lakini pia siwezi nikamsahau mkuu wa wilaya Mheshimiwa Shekimweli, naye amechangia katika kuwezesha kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 hapa ilikuwa ni pori, ilikuwa ni kichaka. Tuliweza kuanza mradi. Mheshimiwa mwekezaji aliweza kuanza shughuli zake kwa msaada au kwa ushirikiano mkubwa na Mheshimiwa RC wakati huo ambao nimemuona hapa, Mheshimiwa Anthony Mtaka. Huyu amechimba maji usiku, amewasha umeme usiku na amehakikisha ndoto yako imetimia. Asante Mheshimiwa Rais kwa kumteua RC Mtaka wakati huo. Mheshimiwa Rais, nitaweza kuwashukuru wengine wote, lakini sio kwa umuhimu au kwa nani. Wote wamechangia, serikali yote kwa nia njema yote wameweza kusaidia uwekezaji huu, na Mungu Baba abariki serikali yako tukufu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa, nikielekea kumaliza, siwezi nikasahau benki ya CRDB. Benki ya CRDB, jamani, naomba mpigie makofi, ni mwezeshaji mzuri. Nimemwona kaka yangu Abdul Majid, nimemwona mwenyekiti wa board Alai, nimeona wengine wote, lakini pia nimemwona Tasiwari kutoka Burundi. Najua CRDB iko Tanzania, iko Burundi, iko kote kote. Wapo CRDB Insurance. Mungu awabariki kwa sababu nyewe mnawezesha na tunaomba muendelee kupanua mipaka. Mheshimiwa Rais, nimalizie. Naomba niwashukuru wasambazaji wa mbolea. Nisisahau msambazaji wa kwanza ambaye ameanza kusambaza mbolea akaamini kwamba mbolea itafanya vizuri bila hata kuijaribu. Alikuwa ni huyo, ni Agrostar Benz, alikuwa ni mheshimiwa Patrick Marunege. Popote walipo wasambazaji wote, tunawashukuru. Muendelee kusambaza hizi mbolea. Ni mbolea ambazo zinakidhi viwango na virutubisho, vinaongeza mavuno, vinaboresha afya ya udongo. Nimalizie kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Burundi. Ulikuwepo wakati wanaweka jiwe la msingi kiwanda hiki, na leo tarehe 28 umefika mwenyewe na mke wako kuweza kuona na kuhakikisha kama kile ambacho umekianzisha kwa jiwe la msingi leo kimefungua rasmi. Mheshimiwa Rais Ndayishimiye,
Mungu akubariki, endelea kuunga mkono Warundi, na tunajua kwamba ndio ndoto yako, ni furaha yako kuweza kuja kuwasaidia na kusaidia popote watakapokwenda. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hatuna maneno, tunakuombea tu. Wamesema mitano tena, na mimi naomba niseme mitano tena, Mheshimiwa Rais. Asanteni. Kilimo ni mbolea na mbolea ni fomi. Mungu awabariki sana. Tanzania oye! Burundi oye!